Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kimetoa taarifa kwa umma kuhusiana na sakata la kudundwa ama kupigwa. Huyu ni mratibu wa uenezi wa baraza la wanawake Chadema kwa maana ya Sigrada Mligo. Kwa hiyo wameandika hii hapa taarifa kwa umma. Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kinapenda kufahamisha umma kuwa kinafuatilia kwa karibu tuhuma zinazosambazwa mitandaoni kuhusu madai ya kupigwa kwa mratibu wa uenezi wa baraza la wanawake wa Chadema Bawacha, Mheshimiwa Sigrada Mligo. Chama kinafanya uchunguzi wa kina ili kubaini ukweli wa jambo hili na kuchukua hatua stahiki kwa mujibu wa katiba, kanuni na miongozo yake. Aidha, Chadema inafuatilia kwa makini njama za Chama cha Mapinduzi CCM za kutumia tukio hili kwa manufaa yao binafsi. Tunatoa wito kwa Mheshimiwa Sigrada Mligo kuwa makini na mahusiano yake na CCM ili kuepusha kutumiwa kwa malengo yasiyo na nia njema ambayo yanaweza kuathiri si tu hadhi ya chama bali na ya kwake pia kama kiongozi na usalama wake binafsi. Tunaendelea kufuatilia kwa karibu kila hatua inayochukuliwa na kushirikiana na vyombo husika vya ndani na nje ya chama, na baadaye tutatoa kauli rasmi kuhusu swala hili kadri itakavyofaa. So imetolewa Jumatatu Machi 31, 2025. Umeelewa vizuri Kwa hiyo ndo hivyo. Hii ni kuhusiana na sakata la kupigwa ambapo everybody knows. So huyu kwenye comment anasema kwa ufupi kabisa huyo Sigrada kupigwa kabisa. Akiwa kikaoni, na hata baada ya kikao alionekana saa 7 usiku akiwa bana kunywa pombe akiwa mzima. Hivyo kama alipigwa kweli, basi alipigwa na walevi wenzake ba. Nimefuatilia hadi hospitali ya Benjamin Mkapa, haumwi, anatumiwa tu. Kaendelea kusema kwa taarifa zenu Chadema, huyo Sigrada amekuwa akitumiwa na CCM tangu muda mrefu, na ndio huyo aliyekuwa anapewa pesa na CCM kuhakikisha Rose Maemba au kiongozi wa Chadema mkoa amewahi kurekodiwa akipewa pesa na CCM kuvuruga uchaguzi wa mkoa, hivyo anapaswa kuwajibika. Yamezungumza hivyo. Huyu anasema Chadema tujifunze kuwa active and fast kwenye mambo yanayoweza kuchafua chama. Nimekuwa nikisema muda mrefu kwa nini chama hakitolei tamko hili swala na linavyotumiwa vibaya. Wapo waliojibu eti chama kina mambo mengi ya muhimu, leo tunakumbuka shuka kumekucha. Yamezungumza hivyo. Anasema Chadema kuweni na huruma kwa viongozi wanawake. Katibu wa Bawacha Taifa alipigwa kikaoni na mlinzi wa John Heche, makamu mwenyekiti wa Chadema bara, na alipewa matibabu hospitali ya CCM. Leo hii ndio mnafuatilia taarifa, angekufa ingekuaje? Acheni siasa za ghasia. Yamezungumza hivyo. Huyu anasema kuna mikakati na mbinu mbalimbali ndani ya chama, ndani na nje ya chama ambazo tunazijua za kutaka kukwamisha uongozi wa Mheshimiwa Tundu Lissu, mwenyekiti wa Chadema na makamu wake John Heche. Sakata la Sigrada na sehemu ndogo tu ya mikakati na mbinu hizo. Lissu na Heche walichaguliwa katika moja ya uchaguzi huru na za haki kuwahi kutokea katika historia ya chaguzi nchini kwetu. Hatutaruhusu mtu au kikundi chochote cha watu fulani kupindua matakwa ya kikatiba ya wanachama. #StrongTogether. Ameandika hivyo. Huyu anasema mtu kapigwa ana siku zaidi ya 3 mekaa kimya, hakuna kutoa tamko lolote, ila angekuwa Lissu tayari michango ingeanza, bakuli lingetembea sana humu. Jana kiongozi wa CCM kuenda kumjulia hali ndio mnaposti tena bila aibu eti awe makini na CCM asije kuharibu hadhi ya chama chenu. Kwa hadhi hipi amjali watu wenu au mpaka wapotee? Yameandika hivyo. Huyu anasema kwa nini alipigwa? Kwa nini tangu siku ya tukio umekuwa kimya na kumtelekeza? Tukisema nyie ni wenda wazimu tunakosea. Huyu anasema mngeshughulika mapema kwa kumpata mtumiwa na kusaidia matibabu ingekuwa vizuri, ila mmeamua kukaa kimya. Sawa, acheni CCM wamsaidie kama walivyomsaidia Joseph Waule na kumchangia Lissu. Huyu anasema mmekaa kimya kwa sababu ya position ya yule dada. Sasa CCM wamesha take advantage. Amezungumza hivyo. Huyu anasema kwa hiyo mahusiano yake na CCM yatatarisha usalama wake. Nadhani polisi Tanzania wanapokuanzia iwapo lolote litamkuta huyu dada. Kwanza alipigwa kwa kosa la kutompigia Lissu na kutompigia Lissu na Heche kura.
nini kitawafanya wasimuondoe? Okay, tukiendelea kuwahoji maswali magumu, barua inatuma vitisho vya waziwazi. So amenukua hapa sehemu ambayo kama kuna vitisho bila vizuri. Kwa hiyo ndio hivyo, kila mmoja amezungumza kwa upande wake. Hii hapa ni VOT Media. Wewe tuambie hapo kwenye comment mtazamo wako ni upi kuhusiana na hiki ambacho Chadema wamekiandika.